Serikali ya Tanzania imetolea ufafanuzi mjadala unaoendelea kuhusu akiba ya dhahabu nchini, ikisisitiza kuwa hakuna dhahabu iliyouzwa hadi sasa. Msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, amebainisha kuwa Benki Kuu ya Tanzania BOT bado ipo kwenye mchakato wa maandalizi ya kisheria kabla ya kuanza kuuza akiba hiyo. Hapa kuna mambo makuu yaliyojitokeza. Kwa mujibu wa Msigwa, moja, ongezeko la akiba. Mpango wa kununua na kuhifadhi dhahabu ulioanza Oktoba 1, 2024 umepata mafanikio makubwa mpaka kufikia Februari 1, 2026. Akiba hiyo imefikia tani 18.9 ikiongezeka kutoka takriban tani 17.5 zilizokuwepo mwezi Disemba. 2, mchakato wa kisheria. Msigwa amewahakikishia wananchi kuwa uuzaji wa dhahabu utafanyika kwa kufuata sheria ya Benki Kuu, sawa na taratibu zinazotumika katika biashara ya fedha za kigeni. 3, ufafanuzi wa hoja. Licha ya uvumi kwenye mitandao na mijadala ya umma kuashiria kuwa dhahabu hiyo imeshaondolewa, serikali imeweka wazi kuwa dhahabu bado ipo mikononi mwa BOT na mpango wa kuuza bado upo kwenye hatua za uratibu. Benki Kuu yetu, kwa taarifa za mpaka sasa, juzi tarehe 1 tulikuwa tumehifadhi kiasi cha tani 18.9 za dhahabu. Basically, dhahabu imeongezeka. Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, amezungumza hivyo. Kwa hiyo serikali imesema kwamba Benki Kuu ya Tanzania BOT bado ipo kwenye mpango wa kuuza akiba hiyo ya dhahabu baada ya kuzingatia hatua zote za kisheria. Hivyo, licha ya mijadala inayoendelea kuashiria vinginevyo, dhahabu bado haijauzwa. Kwa hiyo, kupitia mahojiano ambayo ameyafanya na Crown FM na mtangazaji Salim Kikeke, Gerson Msigwa amezungumza haya hapa. Msikilize hapa vile ambavyo anazungumza. Jambo moja ambalo linazua gumzo mitandaoni na mitaani ni hatua ya serikali kuuza dhahabu. Labda kwa kuanza, kwa nini tunauza dhahabu? Asante Kikeke. Hili jambo bahati mbaya linapotoshwa sana na watu ambao wameliibua. Utaratibu wa serikali kununua dhahabu na kuuza dhahabu ni kama ilivyo kwenye kununua fedha za kigeni na kuziuza. Ni utaratibu ambao upo kwa mujibu wa sheria ya BOT. Kifungu cha 51, ukiangalia kifungu cha 5, cha 51, cha 52 cha ile sheria yetu namba 4 ya mwaka 2006. Ni utaratibu wa kawaida, na baada ya ile sheria kwa muda mrefu, utakumbuka serikali haikuwahi kuwa na akiba ya dhahabu. Imeanza kutekeleza mradi huu wa kununua na kuhifadhi dhahabu tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024, kipindi hiki cha awamu ya 6. Maana katika mambo ambayo yamepotoshwa hapa katikati ni kama vile serikali ya awamu hii imechukua dhahabu zilizokusanywa miaka yote huko, ikaanza. Kwa hiyo hakuwa na dhahabu kabisa. Kabla yake hatukuwa na akiba ya dhahabu. Kwa hiyo tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024 ndio rasmi tulianza kuhifadhi dhahabu. Na nikwambie Kikeke, Benki Kuu yetu kwa taarifa za mpaka juzi tarehe 30, juzi tarehe 1 tulikuwa tumehifadhi kiasi cha tani 18.9. Tarehe 1 ya mwezi huu wa kwanza. Tarehe 1 ya mwezi huu wa kwanza tulikuwa tuna tani 18.9. Siku kadhaa zilizopita, mwezi wa 12, tuseme mwezi wa 12 ule, tulikuwa kama na tani 17.5 hivi. Basically, dhahabu imeongezeka. Na ukiangalia kwa watu ambao wanaendesha mjadala ni kama vile serikali imeshauza. Bado hatujauza. Ndio kwanza Benki Kuu ya Tanzania iko katika mpango wa kuiuza hiyo dhahabu baada ya kuwa imezingatia hatua zote za kisheria. Kama nilivyokuambia, ununuzi na uuzaji wa dhahabu unadhibitiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ziko hesabu za kitaalamu. BOT ndio wanaosimamia uchumi wetu. Kwa hiyo wanakokotoa uwiano kati ya dhahabu inayonunuliwa na akiba ya fedha za kigeni tulizonazo, hizo dola za Marekani, pound, euro. Ukomo ule ukifika ni lazima iuzwe, kwa sababu wakiendelea kubakia nayo itakuwa hasara. Yaani nitakupa mfano mmoja. Hii dhahabu ambayo Benki Kuu leo inapanga kuiuza ni dhahabu ambayo mwaka 2024 ilipokuwa inanunuliwa, wakia moja ilikuwa inanunuliwa $2,400.
Sasa hivi bei ya dhahabu imepanda, imeshafika zaidi ya dola 5,000, tena 5,000 nadhani ni 5,500. Sasa kiasi hiki tayari tuko kwenye kipindi ambacho tunataka tuuze tupate faida.